Bwana Yesu asifiwe, wana na binti za Mungu. Kwa majina naitwa Sarifu, nimeokoka na mpenda Yesu. Tumeshajifunza Mungu alitoka wapi. Kwa tukaona kwamba Mungu yeye hana chanzo. Yeye ndio mwanzo wa vitu vyote vilivyoko ulimwenguni, kwanza kuanzia kwenye ulimwengu wa roho mpaka ulimwengu wa mwili. Lakini Mungu mwenyewe uwepo wake alitaka kwamba viwepo vitu ambavyo ni vyema peke yake, lakini kwa sababu ya upendo alionao na utakatifu alionao akutaka kutoka kwenye nje ya kanuni ya utakatifu, hakuwa na ubinafsi. Kwa hiyo aliwapa watu independence, aliwapa watu uhuru. Hasa kwenye vile viumbe ambavyo waliviumba, kulingana na ule uhuru ambao ameutoa, vile viumbe ndio vilijikuta kwamba vina kutumia ule uhuru vibaya. Mfano kama Shetani akataka na yeye abudiwe kama Mungu, basi ndio madhara yakatokea hayo ambayo yanatukumba mpaka leo. Na nikawaambia Mungu yeye kwenye utakatifu, Mungu haui wala Mungu halaani. Ndio sehemu imeandikwa kwenye Biblia Mungu akaua kwa mkono wa nani, wa Daudi au akamlaani Adam na Hawa. Hiyo ilimaanisha ni kwamba laana huwa inakuja moja kwa moja kwa yule mtu ambaye anaenda kinyume na maagizo ya Mungu. Na kama Mungu aliua kwa mkono wa Daudi, kwa nini alimwambia simjengee kali? Kwa sababu amejaa damu. Yeye Mungu ndio aliua. Kumbe Mungu yeye hajakuwa ile, kwa sababu ya mtu kutoka nje na kanuni ya Mungu ya utakatifu anajikuta kwenye madhara. Hata Mungu mwenyewe akienda nje ya kanuni ya utakatifu na upendo, na yeye anapoteza sifa za uungu. Kwa hiyo tunaona Mungu hana chanzo, Mungu hana mwanzo wala hana mwisho. Na vitu vyote tunavyoviona kwa ulimwengu wa roho na kwa ulimwengu wa mwili vilitoka wapi? Vilitokana na yeye. Kwa hiyo Mungu kabla hajaumba mbingu na nchi, tunaona alikuwa tulivyoona kwamba hana chanzo wala. Kwanza yeye ni Roho Takatifu wa kwanza kuwepo, na uwepo wake ulisababisha vitu vingine kufanya nini? Kuwepo. Na yeye ni Mungu mmoja, lakini ana ofisi tatu za utendaji kazi. Nimeshafundisha kwenye clip zilizopita. Kama binadamu wewe ulivyo na roho, nafsi na mwili, na yeye ndivyo alivyo. Roho, nafsi na mwili. Kama kuna miili ya duniani, pia kuna miili ya rohoni. Kwa hiyo na Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake. Ni maana pale anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Kwa hiyo muonekano wake jinsi alivyo na yeye alivyo roho, ndio akaumba sawa sawa na yeye jinsi alivyo. Na mwanadamu alikuwa ni roho, kilichoumbwa ni huu mwili, ila roho ilitoka ndani ya Mungu akaipulizia ndani ya ule mwili. Kwa hiyo mwanadamu katika kiuhalisia hakuumbwa, na yeye ni roho wa Mungu na anaweza akaumba kupitia roho yake. Ndio maana ukitamka jambo linakuwa. Ndio maana kusema uzima na mauti viko kwenye uwezo wa ulimi. Kwa hiyo ukitamka, sababu roho yako ina nguvu ya kuumba kama Mungu alivyoumba huko ulikotoka katika asili yako.